John Chenge alikuwa ndo mbunge wa jimbo la Bariadi. Kipindi kile ilikuwa ni Bariadi Mashariki, Bariadi Magharibi. Aliwahi kututembelea shuleni nikiwa darasa la 5. Alitusihi sana ya kwamba tusome kwa bidii. Nakumbuka hiyo siku ametutembelea, watu walikuwa hawamfahamu. Basi mimi kwa sababu mzazi wangu alikuwa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, na kulikuwa hata na picha zile za kipindi cha kampeni zilikuwa zimebandikwa pale nyumbani kwetu. Kwa hiyo ile picha nilikuwa naiona pale nyumbani, naiangalia, naona ameandikwa Mheshimiwa Andrew John Chenge, mbunge wa Bariadi Magharibi. Sasa ile siku tumetembelewa shuleni, nakumbuka mwalimu wangu mkuu alikuwa anaitwa Mwalimu Ayala, akawa amekuja naye darasani, akauliza wangapi wanamfahamu huyu. Basi darasani nikanyosha mkono peke yangu. Nikauliza anaitwa nani, nikamtaja majina yake sahihi na cheo chake. Akanipa shilingi, nakumbuka ilikuwa ni zawadi ya shilingi 1500. Ilikuwa ni 500 fulani za noti mpya nikapewa. Na ile kwa sababu nilikuwa na cheo cha timekeeper kipindi kile, nikaenda nikainunua saa kwa ajili ya kazi yangu ya timekeeper. Kwa hiyo ni mtu ambaye aliniinspire sana. Nilimuona ni mtu ambaye alikuwa ni kiongozi. Kimsingi alikuwa amewahi kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo ana mchango mkubwa kwenye serikali yetu, ingawa sasa naona amestaafu siasa, lakini baadaye mpaka anakuja kugombea kwenye uchaguzi wa 2020 tukakutana naye tena kwenye kinyang'anyiro cha ugombea wa ubunge jimbo la Bariadi. Mtu ambaye aliwahi kutembelea shuleni nikiwa darasa la 5 nikiwa mdogo sana. Kwa hiyo ni mmoja wa watu ambao waliniinspire, walinipa chachu. Kingine kikubwa sana, kutika kusoma kwangu advance nimesoma Chato. Kule Chato nilipokuwa namaliza form 6, mgeni rasmi alikuwa ni Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, alikuwa mbunge wa Chato lakini kipindi kile akiwa waziri. Ndio aliyekuja kwenye mahafali yetu, akatutunuku vyeti,
lakini nikaishi yale maisha ya pale Chato miaka miwili. Lakini baada ya hapo, baada ya masomo nikaenda chuo kikuu. Baada ya chuo kikuu ajira tena nikarudi nikafanya kazi pale Chato miaka 4. Sasa nikawa naangalia yale maisha ya pale Chato, jinsi mbunge wao alivyokuwa amefanya vizuri. Kila ukipita barabara za mtaa pale ni lami. Maisha ya wanachato kwa kweli yalikuwa ni mazuri sana. Sasa nikawa nalinganisha, kwa nini haya maisha wanaoishi wanachato, kwa nini kule wananchi wa kule ninakotoka wasiwe na maisha kama haya? Kwa hiyo nikasema hapa kuna haja ya mimi kwenda kuchukua fomu kwenye jimbo langu, alafu kama nitapata nafasi nifanye mambo mazuri kama yalivyofanya kwenye jimbo la Chato. Kwa hiyo kuishi kwangu Chato na kufanya kazi kwangu Chato ni moja ya vitu ambavyo vilinichochea sana kuweza kutafuta nafasi ya ubunge kwenye jimbo langu, na nikiwa na nia ya kwamba angalau na mimi niafanye maisha ya wananchi wa jimbo langu yabadilike sana, angalau yafike kama maisha ya wananchi wa jimbo lile na hata zaidi ya pale. Sasa kwa ni moja ya vitu vilivyo inspire.